Karibu wapenzi watazamaji, niweze kuwapakulia yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Hali ni tete upande wa Kitengela, mahala ambapo Edwin Sifuna anaongoza mkutano ambao unaitwa Linda Wananchi. Na kwa kiduchu mnaelewa kwamba hichi ndicho kikosi ambacho kimekataa katakata chama cha ODM kisiingie kwa serikali. Vile vile mnaelewa mkutano mwingine upo katika kaunti ya Mombasa, uwanja wa Tononoka, na mkutano huu ni ule ambao unasema kwamba ODM waweze kuingia kwa serikali, wampigie William Ruto debe ya kuchaguliwa tena kama rais wa taifa la Kenya mwaka ujao. Lakini katika kaunti ya Mombasa Tononoka, ule mkutano unaendelea salama. Maafisa wa polisi wanachunga ule mkutano, ishara kwamba serikali inawachunga. Ule mkutano hautaharibiwa wa upande wa Tononoka. Lakini upande wa Kajiado Kitengela, kulingana na Edwin Sifuna, ameeleza kwamba serikali imeahidi kwamba popote watakapokuwa wanaenda watahakikisha kwamba wanavuruga mikutano ya viongozi hawa. Edwin Sifuna amezungumza. Now, there is tension in Kitengela ahead of planned political rallies by the Linda Mwananchi faction of the ODM movement. ODM led by embattled Secretary General Edwin Sifuna. Wanasema sasa ni fujo tu. Wanasema mahali tutaenda watakuwa wanaingililia mikutano yetu. Mimi nataka kuomba wananchi wote wa Kitengela. Siri ni numbers, vile hao vijana wa Gen Z walituonyesha. Hata Busia walikuwa watufungie. Lakini mheshimiwa huyu Wafunyula Oundo na vijana wetu ambao walikuweka pale usalama walihakikisha huo mkutano utafanyika. Sisi si waoga, lakini hatutaki watu kuvuruga mikutano. Sisi huwa hatuendi kuvuruga mikutano yao, lakini ni kwa nini wanajaribu kuvuruga mikutano yetu? Nataka wananchi mujitokeze, tulindane, munilinde ni walinde. Sawa sawa? Viongozi wengi wameweza kujiunga na Edwin Sifuna kipindi ambapo wanapasha misuli kuhakikisha kwamba wanaongoza mkutano mkubwa upande wa Kitengela. Nimeona kiongozi kutoka kwa chama cha Jubilee, Pauline Njoroge, mwenye naye atagombea kiti moja katika kaunti ya Nairobi, ameweza kujiunga na akina Edwin Sifuna, Caleb Hamisi, tuko na James Orengo, tuko na Babu Owino, tuko na Godfrey Osotsi pamoja na viongozi wengine kama vile Anthony Kibagendi, na kikosi kizima ambacho kimeweza kutua katika kaunti ya Kajiado kwa minajili ya huo mkutano wa Kitengela. Walianza ziara yao katika kaunti ya Kajiado kwa kuhakikisha kwamba wanaingia kanisani. Gavana wa kaunti ya Siaya Bwana James Orengo, yeye amesema kwamba kulingana na jinsi ambavyo serikali imeweza kutetemeka kuhusiana na kikosi hichi ambacho kinaongozwa na Edwin Sifuna, ni ishara kwamba wananchi wako karibu kupata ushindi wakati wowote. Bwana James Orengo alisema kwamba kipindi ambapo serikali inaogopa, basi jua wananchi wako njiani kupata kitu ambacho kinaitwa uzalendo na ushindi. Lakini katika kanda hii, mpenzi mtazamaji, tunataka kuweza kuangazia mbona serikali imeweza kujitokeza na wanataka kuharibu mikutano yoyote ile ambayo
kiongozi ambaye ni katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna. Mbona wameamua kuharibu mikutano ya Edwin Sifuna? Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninakuomba kwa moyo mkunjufu, endapo nanipata kwa mara ya kwanza, chukua sekunde 1, 2, 3 kapige subscription, bonyeza kengele. Kifanya hivyo utakuwa umechangia kwenye ukuaji wa hichi kituo, ili kiendelee kukupea taarifa ambazo zinaendelea kufanyiwa uhakiki na uchunguzi kwa kina. Mnaelewa, Edwin Sifuna alirejeshwa madarakani tena baada ya mahakama kutupilia mbali ule uamuzi ambao baadhi ya viongozi wa chama cha ODM waliweza kuamua kwamba muondoe Edwin Sifuna madarakani. Edwin Sifuna na mawakili wake walipeleka kesi mahakamani wakipingana na jinsi ambavyo aliweza kuenguliwa mamlakani. Sifuna, unajua yeye ni wakili, wakishirikiana na senior counsel James Orengo walielekea katika mahakama ya vyama, Political Parties Tribunal, wakaandikisha kesi pale. Edwin Sifuna akaambiwa arejee afisini mpaka kipindi ambapo kesi itakaposikilizwa na mwelekeo kamili kutolewa. Sasa mpenzi mtazamaji, unahisi ni kwa nini serikali inaogopa Edwin Sifuna? Namba moja ni kwa sababu Edwin Sifuna, ufuasi wake au kipenda popularity yake inazidi kupanda, na Edwin Sifuna kusema ukweli ameweza kupendwa na wananchi, na tendo hili limeweza kukasirisha serikali. Huenda akaweza kuharibu mipango ya William Ruto kurudi madarakani mwaka 2027 mwaka kesho. Mfano, mnamo siku ya Ijumaa palikuwepo na mchezo wa raga katika uwanja wa Nyayo Stadium Nairobi, mahala ambapo timu ya Kenya ilikuwa inamenyana na timu fulani kutoka nje ya nchi. Mashabiki wengi walijazana pale, lakini unajua nini? Waliweka mchezo kando wa kushangilia timu Kenya, na wakaanza kuimba Sifuna, Sifuna, Sifuna. Imagine, kwa uwanja mzima wa Nyayo uliripuka Sifuna, 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 ishara kwamba Sifuna's popularity is growing day in day out, na kitendo hicho hakijaweza kufurahisha William Ruto. Namba 2, na sijasema 2 term, nimesema namba 2. Sababu namba 2 ambayo inafanya serikali kutaka kuharibu mikutano ya Edwin Sifuna na wenzake ni kwa sababu serikali inaona kwamba Edwin Sifuna anaendelea kufanya ground kuendelea kumkataa William Ruto kabisa. Yaani Edwin Sifuna anaendeleza slogan ya one term kwa ground. Yaani Edwin Sifuna ataendelea kuwafungua Wakenya macho zaidi, wajue kwamba William Ruto si mtu ambaye anapaswa kurejeshwa madarakani tena mwaka 2027. Kwa nini mpenzi mtazamaji? Kwa nini Edwin Sifuna anasema kwamba hii serikali iliweza kusimamia vijana wakauawa 2024 nje ya parliament? Kwa nini tena serikali hii Edwin Sifuna anasema kwamba iliweza kuongeza ushuru, ukipenda kodi? Serikali hii haina mwelekeo, serikali hii haijaweza kutimiza ahadi za kampeni. Kwa hivyo serikali inaona kwamba Edwin Sifuna ataendelea kuwafanya wananchi kuendelea kumchukia William Ruto zaidi, kitu ambacho kimeweza kufanya serikali kufikiria kufanya nini? Kuleta hali ya sintofahamu au kipenda sintofahamu katika mikutano ya Edwin Sifuna, mahala ambapo Edwin Sifuna yeye mwenyewe ameweza kutukadiria kwamba
hii serikali inapanga kuweza kuharibu mikutano ya kwake. Namba 3, serikali inaona kwamba Edwin Sifuna atafanya chama cha ODM kisije kikamletea William Ruto kura zaidi ya milioni 1 kwa serikali. Yaani serikali inaona kwamba Edwin Sifuna is going to make the popularity of ODM to go down. Na hivyo Bwana Ruto na kikosi chake wanaona kwamba Edwin Sifuna huenda akafanya chama cha ODM kikakufa, na hivyo akakosa zile kura ambazo William Ruto alikuwa anataka kutoka eneo la Nyanza, Western pamoja na maeneo mengine. Mnaelewa, by the way, unajua Edwin Sifuna yeye ndio yuko na ile courage ya baba ya Raila. Edwin Sifuna yeye ndio yuko na ile, yani sijui tunaweza sema baraka ya baba, kwa sababu unajua kipindi ambapo Edwin Sifuna anazungumza, wananchi wanahisi kwamba huyu kijana anazungumza kama baba, huyu kijana yuko na ule moyo wa kuwatetea wananchi, and that is the reason as to why serikali imeweza kumuogopa kwamba Edwin Sifuna huenda akawa mkali zaidi hata kushinda viongozi wengine, na ndio maana wanataka kuweza kuvuruga mikutano yake. Namba mwisho, mkutano wowote ambao unapinga serikali inaona kwamba wana kuwa disrespected, na hivyo wanaamua kuweza kuharibu mikutano. Sijui wazo lako ni lipi? Unaweza ukaambia nini Edwin Sifuna kipindi ambapo ameweza kusema kwamba serikali imeapa kwamba wataharibu mikutano yake. Mimi ni Bwana Ezra. Mwenyezi Mungu awabariki.